umeibiwa, kitu kimechukuliwa kutoka kwako bila hiari yako. Haya ni matukio katika maisha ya mtu au mwanadamu ambapo vitu vinapotea katika maisha yako na huwezi kujua wala kuelewa haswa ni nini ambacho kimefanyika kwako. Sasa imekuwa ni changamoto na kwazo kubwa sana kwa maisha ya watu wengi sana, kwa sababu najua ni wengi wameibiwa vitu vyao, wamepoteza mali zao kwa namna ambayo haieleweki. Unapata mtu anasema nilikuwa tajiri, nilikuwa na pesa, nilikuwa na biashara, alafu ghafla biashara yako ikaanguka ama ikapotea kwa njia ambayo haieleweki. Na kuna wengine ambao walipoteza mabibi zao. Unasema bibi yangu aliibiwa, yule mtu alimuiba bibi yangu. Ama mtu anasema bwanangu ameibiwa. Wengine wanasema watoto wao waliibiwa. Sasa tunasoma kitabu maandiko katika Kutoka mlango wa 21 mstari wa 16. Maandiko inasema yeye amuibaye mtu na kumuuza au akipatikana mkononi mwake sharti atauawa huyo. Yaani Mwenyezi Mungu anasema hivi ya kwamba yeye amuibaye mtu, Exodus chapter 21 from verse 16, yeye amuibaye mtu na kumuuza au akipatikana mkononi mwake sharti atauawa huyo. Sasa hiyo ndo msingi wa neno la leo, ya kwamba watu wanaweza kuibiwa. Kumbe wakora na wezi sio tu wale wa kuiba ma-TV ama kuiba meza ama kuiba pesa. Kuna wale ambao wanaiba mtu anaibiwa. Tukitazama hapo awali kitambo, tunapata ya kwamba siku za jadi Waafrika walikuwa wanakamatwa, wanapelekwa mahali, wanauzwa kwa Waarabu. Waarabu wanakuja wananunua Waafrika, wanakuwa watumwa. Sasa wameuzwa, wamefungwa minyororo, inaitwa human trafficking ama slavery. Mtu kabisa aswa anachukuliwa, anauzwa na mtu anapokea pesa. Watu wengi waliuzwa zamani, Waafrika wale wenye miili mikubwa, wale waliokuwa wanaonekana wana nguvu, walichukuliwa wakauzwa kwa Waarabu. Sasa leo nataka kuongelea misingi ya mtu aliyepoteza mali yake kwa njia ya kutatanisha, number 1. Number 2, mtu ambaye alipoteza mke wake kwa njia ya kushangaza. Kuna ndoa zilivunjika, usielewe kwa nini hiyo ndoa ilivunjika vipi. Leo nataka kuongea kuhusu umeibiwa. Na yule aliyekuibia, iwe kwamba amekuibia ni nyota yako itarudi leo saa hii. Nyota yako itarudi. Kama mtu alikuibia mke wako akaondoka kwa njia ya kutatanisha, atarudi. Kama ni bwanako atarudi. Kama ni mtoto wako anaishi maisha ya kutatanisha, atarudi. Na kuna watu ambao waliondoka katika familia zao, wakaondoka na hawajaonekana mpaka saa hii. Wengine wanaishi Nairobi na mpaka sasa hivi hawajawahi kurudi majumbani kwao. Hauelewi kwa nini hawajarudi kwao. Leo hii nataka nikueleze huyo mtu atarudi katika jina la Yesu. Sasa tunaongea kuhusu mtu amuibaye mtu. Maandiko yanasema yeye amuibaye mtu na kumuuza au akipatikana mkononi mwake sharti atauawa huyo. Amen. Yeye amuibaye mtu, huyo ni mwizi. Sasa kuna mwizi ambaye anamuiba mwenzake na kumuuza. Sasa hapa tunaona kuna biashara ya kwamba mtu anauzwa, yeye amuibaye mtu na kumuuza. Sasa kuna yule ambaye anaiba na kwenda kumuuzia mtu, na kuna yule anayemnunua mtu. Tunataka kuangalia hii biashara ambayo inafanyika hapa ni biashara ya namna gani, ya kwamba kuna mtu anauzwa na kuna mtu anamnunua mtu. Amen. Sasa yeye amuibaye mtu, huyu ambaye tunataka kumjua, huyu anayemuiba mtu anamuiba vipi? Mwanadamu anaweza kuibiwa vipi? Kwa sababu ni jambo la kushangaza tukiona kwamba kuna mtu anaweza kumuiba mtu mwenzake. Yaani hawa
wamespecialize katika mambo ya kuiba watu. Amen. Sasa mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni roho aliye na nafsi, anaishi ndani ya mwili. Huyo ni mwanadamu. Mwanadamu ni roho. Mwanadamu ni roho. Roho ambaye ana nafsi, anaishi ndani ya jumba linaitwa mwili. Huyo ni mwanadamu. Nataka ufahamu hiyo. Sasa tunataka kujua huyu mwanadamu ni roho kivipi? Mwanadamu ni roho kivipi? Nataka tujifundishe kitu kimoja hapa. Mwanadamu ni roho kivipi? Sasa tukienda katika kitabu cha Wakorintho wa pili, 2 Corinthians. Tunasoma 2 Corinthians. Nataka niende polepole. 2 Corinthians chapter 12 from verse 2. Yani Wakorintho wa pili tunasoma mlango wa 12 mstari wa pili, inasema namjua mtu mmoja katika Kristo. Paulo anaongea huyu. Namjua mtu mmoja katika Kristo, yapata sasa miaka 14, kwamba alikuwa katika mwili sijui, kwamba alikuwa nje ya mwili sijui, Mungu ajua. Mtu huyo alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Sasa tukizingatia haya maneno ya Paulo, anasema anamjua mtu mmoja katika Kristo. Haya si maono, huyu anajulikana, anamjua mtu. Yapata sasa miaka 14 ako na experience na huyu mtu, ya kwamba alikuwa katika mwili. Huyu mtu alikuwa katika mwili, anasema hajui. Kwamba alikuwa nje ya mwili pia anasema hajui. Kwa hivyo mwanadamu anaweza kuwa ndani ya mwili. Mwanadamu akiwa ndani ya mwili ni mtu. Mtu akiwa nje ya mwili pia ni mtu. Ndio maana unasikia mtu anapokufa tunasema ametuacha. Amekuacha vipi? Na huyo mtu amelazwa hapo kando, amekufa, amelazwa pale kando, lakini huwa wanasema ametuacha. Jamani, ametuacha. Kama ni Thomas ametuacha, lakini mwili wa Thomas uko pale, kumaanisha Thomas sio yule ambaye amelala pale. Thomas sio mwili. Thomas mwenyewe ameondoka, ametoka kutoka kwa ule mwili. Sasa tukisema mtu ametuacha na amekufa yule mtu, ni kumaanisha ameondoka, hayupo ndani ya mwili. Kwa hivyo mwanadamu akiwa ndani ya mwili ni mtu, akiwa nje ya mwili pia ni mtu. Kwa hivyo mtu si huo mwili ambao uko nao wewe, si mtu yule. Hilo ni jumba lako tu. Mtu mwenyewe yuko ndani ya huo mwili wako. Mtu mwenyewe yuko ndani. Sasa Paulo anasema anamjua mtu, na kwamba alikuwa katika mwili, alikuwa hajui, ama alikuwa nje ya mwili hajui. Amen. Sasa tumefahamu ya kwamba mwanadamu si mwili, mwanadamu ni roho, anaishi ndani ya mwili. Amen. Sasa nataka tuangalie hili jambo kwa undani. Topic ya leo ni mtu amuibaye mwenzake alafu anamuuza. Sasa tunataka kujua huyu mtu anaibiwa ni nani? Je, ni mwili unaibiwa ama ni mtu aliye ndani? Maana tumejua mtu si mwili, mtu ni yule anayeishi ndani ya mwili. Amen. Sasa tunataka kufahamu hii biashara ambayo inafanywa ya mtu kumuuza mtu. Tunataka kumjua huyu anayemuiba mtu ni nani, kwa sababu kuna watu ambao kazi yao wamespecialize kuiba watu, na tunataka kujua yule ambaye anauziwa ni nani. We have the buyer and we have the seller. Amen. We have the buyer and the seller. This is business. Hii ni biashara ya miili na roho za watu. Hii ni biashara. Roho ya mtu inafanyiwa biashara. Amen. Sasa tunataka kufahamu ni nini kinachofanyika. Labda huelewi kwa nini huyu mtu alikuwa mzima, alafu ghafla akawa mwenda wazimu, hajielewi tena. Sasa tunataka kufahamu amekuwa vipi mwenda wazimu, kumaanisha yule mtu wa ndani ameondolewa na mwingine akaingizwa pale ndani, kwa sababu mtu akiwa na akili yake timamu anafahamu mambo. Akiwa mwenda wazimu ni mtu mwingine tofauti. Amen. Sasa tumejua ya kwamba kuna watu ambao wanawaiba wenzao
alafu wanawauza. Sasa hii biashara ya kununua mtu na kumuuza mtu, hii ni biashara gani? Ambayo ni biashara ambayo ipo mpaka sasa hii inaendelea kabisa. Umekuwa na bibi yako, umekuwa na bwanako, ghafla umeamka asubuhi unamtazama bibi yako, haumtaki tena, kwa sababu ukimtazama mke wako haumuoni yule mke uliyemuoa, unaona kitu kingine tofauti, unaona unamchukia tu. Unashindwa ni nini kilichofanyika mpaka ile ndoa ikavunjika, ni nini kilichofanyika mpaka mali yako ikapotea yote, hauna chochote tena. Kuna mtu anatumia nyota yako mahali, kuna kitu kilichukuliwa kutoka kwako, kuna baraka ambayo imechukuliwa ndani yako, wewe umeibiwa. Amen. Sasa tunataka kujua yule anayemuiba mtu ni nani, maana hii ni biashara ya rohoni. Maana tumegundua mtu ni roho aliye na nafsi, anaishi ndani ya mwili. Wacha tuangalie hii biashara ya kuuza watu na kununua watu ni biashara gani na inaelekea wapi? Amen. Amen. The Lord is good. Amen. Basi tunaenda kufungua tena maandiko. Tunakwenda kusoma maandiko katika, thank you Jesus. Bado tunaendelea kusoma maandiko, tunataka kufahamu hii biashara ya watu, hii ni biashara gani? Mtu anaibiwa na mtu anauzwa. Thank you Lord. Hallelujah. Basi fungua katika kitabu cha Ezekiel. Tunaenda kusoma maandiko katika Ezekieli. Biashara ya roho za watu, watu wanaowaiba wenzao leo watarudi. Kama ni mke wako aliibiwa, atarudi. Kama ni mali yako imechukuliwa, itarudi. Kama ni nyota yako imechukuliwa, pia itarudi. Wale wanaonitazama kutoka Kitengela, kutoka Nairobi, wale wanaonitazama in the vicinity of this country, Kenya, East Africa, nataka nikutangazia ya kwamba ulimpoteza mke wako kwa njia ya kutatanisha, atarudi. Ulipoteza mali yako kwa njia ya kutatanisha, itarudi. Ulipoteza nyota yako, kuna mtu anajenga, anaendelea, anafanya biashara kupitia nyota yako, itarudi. Lakini tujifundishe ni nini kilichoibiwa ndani yako aswa, na hii biashara inafanyika vipi mpaka mtu anaibiwa alafu anauzwa. Amen. Asante Yesu. Wache tusome maandiko. Haleluya. Tunaenda kusoma Ufunuo wa Yohana. Tuanze na Ufunuo wa Yohana mlango wa 18, tunasoma kuanzia mstari wa 13. Lakini kabla tuendelee 13, nataka tuanze Ufunuo wa Yohana kuanzia mlango wa 18 mstari wa kwanza. Mtu anaweza kuibiwa na mtu anaweza kuuzwa. Tunataka kujua anayemuiba mtu ni nani, na tunataka kujua anayemuuza, yule ambaye anamnunua ni nani. Hii ni biashara inaendelea hapa Kenya, inaendelea kwa Afrika wote, Afrika nzima, inaendelea hata ng'ambo, watu wanaibiwa. Human trafficking. Human trafficking has been going on for a very long time. Na tunataka kufahamu hii biashara inaelekea wapi. Amen. Sasa Ufunuo wa Yohana kuanzia 18, mlango wa 18 mstari wa kwanza inasema, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu huyu malaika akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani. Babeli imekuwa maskani ya mashetani. Babylon ni maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu. Yani maskani ya mashetani ni mashetani wote wanakutania pale Babylon. Alafu tunaambiwa ni ngome, it is a fortress ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Mstari wa 3 inasema, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Kwa kuwa mataifa yote
wamejiungamanisha na Babylon, na sasa tunaambiwa wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wameungana na yeye, wamezini naye, na wafanyabiashara, tuko hapo kwa biashara, na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kwa hivyo kuna watu wamepata mali zao kupitia ushawishi wa Babylon, na tunajua Babylon ni maskani ya mashetani. Kwa hivyo hawa watu wamepata mali zao kwa njia ya kishetani. Amen. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake. Mlipeni kama yeye alivyolipa, mkamlipe mara 2 kwa kadri ya matendo yake katika kikombe kile alichokichanganyisha. Sasa tukifika 9 inasema, na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya anasa pamoja naye watalia na kumwombolezea wauonapo moshi wa kuungua kwake. Kwa hivyo hawa wafalme wa nchi, watu ambao wamefanikiwa, wamejenga, wameendelea, wamekuwa matajiri kupitia ushawishi au kupitia nguvu za Babylon, na tumejua Babylon ni maskani ya mashetani, Babeli. Hawa watu wamejenga, wameendelea kimaisha, lakini kuendelea kwao, msingi wa mali yao ama msingi wa pesa zao na utajiri wao ni mashetani. Unanielewa? Sasa tunaambiwa ya kwamba hawa wafalme wa nchi wanalia sasa, wanaomboleza. Kwa nini wanaomboleza? Babylon imeanguka, mashetani, ile maskani yao imebomoka sasa, kumaanisha zile nguvu za utajiri wake sasa zimeharibika. Maandiko inasema tukienda 10, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, ole ole mji ule ulio mkuu, Babeli, Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Nao wafanyabiashara wa nchi, tazama, hawa ni wale wanaofanya biashara, wanachukua roho ya mtu wanaenda kuuza kwa mashetani. Sikiza, ni wafanyabiashara, ni biashara inaendelea hii. Nao wafanyabiashara wa nchi walia na kumwombolezea, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena. Hakuna mtu wa kununua mtu tena. Hii biashara ya roho ya mtu, umemchukua mtoto wako ukamuuza ili upate pesa, hakuna tena wa kununua mtoto wako tena. Hiyo biashara imefungwa. Sasa hawa wafanyabiashara wa nchi wanalia, wanaomboleza, kwa sababu hakuna mtu ambaye ananunua bidhaa yao tena. Sasa hawa wafanyabiashara, tunataka kujua hii bidhaa ambayo wanafanya biashara na hawa mashetani ni biashara gani hii ambayo hawa wafanyabiashara wa nchi, kuna vitu wanavipeleka Babylon, wanavipeleka Babeli, na Babeli tumejua ni maskani ya mashetani, ni ngome ya kila roho mchafu. Kwa hivyo hawa mashetani na hizi roho chafu ni nini ambacho wanakipokea, alafu wanawalipa wafanyabiashara? Hii biashara inayoendelea ni gani? Maandiko inasema bidhaa ya dhahabu, hizi ndizo bidhaa ambazo zinafanyiwa kazi, bidhaa ya dhahabu na fedha na kito chenye thamani na lulu na kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau. Kumbe mashetani pia wanapokea nguo za rangi ya zambarau na hariri na nguo nyekundu na kila mti wa udi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mti wa thamani nyingi na cha shaba na cha chuma na cha marimari. Na mdalasini unapelekwa kwa mashetani pia, na iliki wanaipokea mashetani, ukiwapelekea iliki watakulipa, na uvumba na marhamu na ubani. Labda unashangaa kwa nini watu wanafukiza ubani, wanachoma vitu kwa manyumba zao. Kuna harufu fulani inanuka tu, kuna harufu fulani inanuka. Wewe huelewi kwa nini hiyo harufu inachomwa hapo. Ni chakula cha mashetani, ni ili biashara inafanywa pale. Mahali popote ambapo kuna udi unachomwa, kuna uvumba unateketezwa pale ama ubani, huwa pale tayari kuna biashara inaendelea. Amen.
tunaona na mdalasini na iliki na uvumba na marhamu na ubani na mvinyo, pombe pia inapelekwa kwa mashetani, na mafuta ya mizeituni na unga mzuri na ngano na ng'ombe pia wanapewa mashetani, ng'ombe na kondoo na farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Kwa hivyo miili na roho za wanadamu zinachukuliwa, vinapelekwa Babylon ama Babeli, ambayo ndiyo kambi sasa, ndiyo maskani kuu ya biashara hizi, ambapo kuna wale ambao watanunua. Ukipeleka roho ya mtu Babylon ama Babeli, kuna mtu atainunua hiyo roho. Amen. Ni biashara ya miili na roho za wanadamu. Amen. Sasa unashangaa 14 inasema, na matunda yaliyotamaniwa na roho yako yamekuondokea. Kuna matunda ambayo yametamaniwa na roho yako, matunda yamekuondokea, na vitu vyote vilivyo laini na vitu vya fahari vimekupotea. Kuna watu ambavyo walipoteza vitu vya fahari. Kuna vitu viliwapotea watu, walikuwa na ufahari alafu ghafla vikawapotea. Wao ni watu walikuwa na matunda, watu waliwatamani, alafu napata ya kwamba vimekuondokea. Wewe ulikuwa mtu wa muhimu, ghafla vitu vimekuondokea na hauelewi ni nini ambacho kinafanyika. Sasa tunataka kuelewa huyu mtu anaibiwa vipi, anachukuliwa vipi mpaka anapelekwa mahali, na atuelewi huyu mtu amepelekwa vipi. Amen. Tunataka kuelewa hii biashara hii, mtu anachukuliwa vipi. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunasoma katika mlango wa 3 mstari wa 1. Tunataka kuelewa vile mtu anaweza kuibiwa. Ameibiwa huyu mtu akachukuliwa, na sasa watu hawaelewi ya kwamba mtu amechukuliwa, hayupo tena. Maandiko inasema, basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu, ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Hebu tuangalie hili jambo. Tunaona ya kwamba basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea kwenda hekaluni. Tunaambiwa mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye. Huyu alizaliwa kiwete. Tunaambiwa alichukuliwa na watu. Alizaliwa kiwete toka tumboni mwa mamaye. Alafu tunaambiwa alichukuliwa na watu. Sio mtu mmoja ambaye alikuwa anamchukua huyu kiwete. Ni timu ya watu ambao hawa kazi yao ilikuwa ni kumchukua huyu kiwete. Amen. Tunaambiwa alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku. Yaani hawa watu biashara yao ilikuwa ni huyu kijana, ni kumchukua na kumweka kila siku. Ajenda ya hawa watu ni huyu kijana, waende wamchukue, wamweka katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Kazi ya huyu mtu ni kuomba sadaka kwa watu ambao wanaingia ndani ya nyumba ya Mungu. Huyu mtu amekaa mlangoni pale, mlangoni kwa kanisa. Kazi yake ni anataka sadaka, si ati kwamba anataka pesa. Batimayo mwana wa Timayo alikaa njiani akiombaomba pesa. Amen. Kwa wale waliokuwa wanapita kwenye njia, Batimayo aliomba pesa. Huyu sasa tunaambiwa alichukuliwa kutoka tumboni mwa mamaye. Alipozaliwa tu, kuna watu ambao ajenda yao ilikuwa ni huyo kijana. Wanamchukua, ni watu, si mmoja, sio wawili, si watatu, ni watu. Walimchukua na kumweka katika nyumba ya Mungu mlangoni. Badili wamuingize ndani ya nyumba ya Mungu, wakamweka pale mlangoni. Kazi ya huyu mtu ni kufanya nini? Kuomba sadaka.
si kuomba pesa. Hakutaka msaada ya kwamba asaidiwe na pesa. Huyu mtu kuwekwa katika ule mlango mzuri ni sadaka anaitaka. Wewe umejiandaa, unaenda kanisani, unajua leo ibada itakuwa nzuri, umeweka sadaka yako kamili, unaenda kumpatia Bwana. Ukifika mlangoni pale, kuna jamaa na kungojea pale, anakuambia tugawanye hiyo sadaka sasa. Kumaanisha huyu mtu anapokea sadaka. Amen. Sasa kuna wale watu ambao kazi yao ni kupokea sadaka. Nani huwa wanapokea sadaka? Wanaopokea sadaka, number 1 ni makuhani. Sadaka inatolewa madhabahuni. Sadaka inatolewa wapi? Madhabahuni. Sadaka ni ya madhabahu. Sasa huyu mtu anapokea vipi sadaka na hana madhabahu? Yeye amekaa mlangoni pale, ni vipi anapokea sadaka? Amen. Sasa sadaka, tukiangalia ni nani wanaopaswa kupokea sadaka, tunataka kuelewa hapa ili tuelewe hii biashara ni gani inayofanyika hapa. Amen. Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 20, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliyesafi na katika kila ndege aliyesafi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Kwa hivyo sadaka inatolewa juu ya madhabahu. Alafu hapa tunapata mtu amekaa katika nyumba ya Mungu mlangoni. Pasta yuko ndani, lakini kuna mtu yuko kwenye mlango anangojea sadaka yako. Hiyo sadaka imeenda kwa kiwete. Amen. Maandiko inasema toeni zaka kamili katika nyumba ya Bwana. Sasa hii ni strategy ya kufunga makanisa, strategy ya kufunga kazi ya Mungu, strategy ya kuhangaisha washirika. Sasa tunataka kuelewa hawa watu ambao kazi yao ni kumchukua huyu mtu. Wanamchukua, wakimchukua wanampeleka wapi? Wanampeleka mahali ili aombe sadaka. Hawa watu hawachoki. Maandiko yanasema ambao walikuwa wanamchukua kila siku asubuhi, wanamchukua wanampeleka kwa nyumba ya Mungu strategically aombe sadaka. Sadaka inapaswa apewe huyu kiwete ama inapaswa apewe kuhani? Sasa hapo tunaona kuna kizungumkuti kinaendelea pale. Amen. Sasa tunaendelea kujua haya mambo ya mtu kuchukuliwa, anaibiwa vipi? Maandiko inasema kulikuwa na tajiri mmoja na Lazaro. Amen. Maandiko inasema katika Luka 16 kuanzia mstari wa 19. Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri. Palikuwa, yani ni matukio yaliyotendeka katika nchi. Palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Lazaro huwekwa, yani sio kwamba Lazaro huwa anaenda pale mwenyewe, huwa anawekwa. Amen. Haya mambo yanashangaza sana. Yani Lazaro huwekwa. Yani kuna watu ambao ajenda yao ni wewe unaona unaendelea kimaisha, lakini kuna watu wamekufanya wewe kuwa ajenda yao na wamepanga kukuibia. Hawa ni wezi, wanaiba. Maandiko inasema nini? Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri. 20 inasema na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Huyu Lazaro huwa anawekwa pale mlangoni kwa tajiri. Amen. Huyu Lazaro sio kwamba anaenda kwa kutaka mwenyewe, lakini Lazaro anawekwa. Huwekwa inamaanishwa anachukuliwa na watu, anawekwa pale. Amen. Huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi. Sasa huyu Lazaro huwa anawekwa mlangoni kwa tajiri. Ni biashara gani inaendelea pale? Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamrambaramba vidonda vyake. Ikawa yani ni matukio yaliyotendeka. Yule maskini Lazaro ambaye huwa anawekwa, watu wanamchukua wanamweka pale katika mlango wa yule tajiri, tunaambiwa huyu Lazaro alikufa. Alifanya nini? Alikufa.
akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Alipokufa alichukuliwa. Lazaro amekuwa akichukuliwa toka akiwa hai. Alipokuwa hai alikuwa anachukuliwa, anawekwa mlangoni kwa tajiri. Unanielewa? Yeye anachukuliwaga tu. Lazaro alipokufa, sasa tunaambiwa ya kwamba Lazaro alipokufa akachukuliwa tena na malaika, akawekwa tena mahali kwingine panaitwa kifuani kwa Ibrahim. Tunaambiwa basi ikawa yule tajiri naye pia akafa, akazikwa. Alipokufa akazikwa. Sasa kwa nini tunaambiwa tajiri alikufa akazikwa? Tajiri alifanya nini? Alikufa akazikwa. Lakini habari za Lazaro tunaambiwa alikufa akachukuliwa tayari. Hatuambiwi ya kwamba alizikwa. Alichukuliwa na tuambiwi ya kwamba alizikwa. Huyu maskini mmoja jina lake Lazaro, tunaambiwa alitamani vitu fulani, kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Ni kana kwamba Lazaro alikuwa hana uwezo wa kujitetea, maana alikuwa anachukuliwa na wekwa. Amen. Tunaambiwa ikawa yule maskini Lazaro alikufa. Alipokufa Lazaro akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Tajiri akafa akazikwa. Alafu tunaambiwa basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso. Huyu ni tajiri. Alipokuwa kule kuzimu, yule tajiri akayainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Sasa kuna mambo nataka tuzingatie hapa. Huyu Lazaro ambaye huwekwa mlangoni pa tajiri, tumesoma ya kwamba kuna mtu anachukuliwa akawekwa katika mlango wa nyumba ya Mungu aombe sadaka. Number 1, tumeisoma katika Matendo ya Mitume. Tumejua ya kwamba kuna mtu anaweza kuibwa, na mtu akiibwa anauzwa. Tumejua yule mtu anayenunua watu walioibwa ni mashetani, na wanapatikana mahali panaitwa Babylon ama Babeli. Amen. Sasa hapa tunaona habari ya Lazaro. Hii habari ya Lazaro nataka uizingatie kwa makini. Lazaro tunaambiwa kwamba ni maskini, na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, Alafu tunaambiwa naye alikuwa akitamani. Lazaro huwekwa mlangoni kwa tajiri, huyu Lazaro. Sasa tunashangaa kwa nini Lazaro hawezi kukataa. Lazaro huwekwa. Kuna watu wanamchukua Lazaro wanamweka mlangoni kwa tajiri, si ndio? Lazaro hatuambiwi ya kwamba alikataa yeye kuwekwa pale. Lazaro hatuambiwi ya kwamba alikuwa ni kiwete. Lazaro alikuwa na mikono yake miwili. Tatizo la Lazaro ni hili. Huyu Lazaro alikuwa na vidonda. Huyu Lazaro ana vidonda vingi. Yeye ni vidonda tu. Anachukuliwa na watu Lazaro, anawekwa katika mlango wa tajiri. Na kazi yake huyu Lazaro akiwekwa katika pale mlangoni, kuna kitu ambayo ajenda ya huyu Lazaro akiwekwa pale ni anawekwa tu amekaa. Alafu tunaambiwa alitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamrambaramba vidonda vyake. Lazaro alipokufa tunaambiwa alichukuliwa na malaika mara moja mpaka kifuani kwa Ibrahim. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Kwa nini hatuambiwi Lazaro alizikwa? Sasa sikiliza, tunazingatia hapa habari ya biashara ya roho za watu. Kuna mtu aliiba kitu katika maisha yako, ndiposa uko jinsi ulivyo. Kuna watu wanatembea katika hii dunia ni mazombi. Yaani yeye mwenyewe hayuko ndani ya mwili, alichukuliwa tayari. Amen. Naongea kuhusu habari ya wachawi. Mchawi ni nani? Ni mtu aliyefanya mikataba na shetani, mwenye ajenda ya kuitimiza na kuisababisha na kuifanikisha kusudi ya shetani hapa duniani. Kwa hivyo mchawi amefanya ajenda na shetani. Kazi yake kubwa ni roho za watu. Amen. Ni kuziharibu roho za watu,
kuwadhulumu watu, kuwaua watu. Hiyo ndio kazi ya mchawi. Wanatumia mashetani, wanatumia maroho, mapepo, majini, majoka ili kuitenda kazi yao. Nataka ufahamu kwamba shetani ni roho, na ukifanya mkataba na shetani lazima uwe rohoni. Sasa roho inaweza kumwingia mtu au kumtoka mtu ipendavyo. Mchawi anaifanikisha kazi yake akiwa rohoni zaidi, ana nguvu zaidi akiwa rohoni yule mchawi. Amen. Sasa tunazingatia huyu mchawi kwa nini anaifanya hii kazi. Biashara yake ni watu tu. Biashara ya mchawi ni watu. Kile wanachokula ni watu, kile wanachokunywa ni damu ya watu. Amen. Kazi ya mchawi ni kuiba, kuua, kunyang'anya, kudhulumu na kuharibu. Ndio kazi zao. Uchawi upo hapa duniani, wachawi wako. Kumbukumbu la Torati tukisoma 18 kuanzia mstari wa 10 inasema, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala mshihiri, wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi asionekane kwako, wala mtu awaombaye wafu, kwa maana mtu atendayo hayo ni chukizo kwa Bwana. Amen. Ni chukizo. Kwa hivyo mchawi ni mtu anayeroga. Mchawi ni mtu anayeroga wenzake. Biashara yake ni wewe. Wewe ndio biashara ya mchawi. Anawekwa mlangoni kwa tajiri. Huyu Lazaro mwenyewe, nataka ujue kitu kimoja. Lazaro alikuwa hai. Alikuwa hapa duniani. Lazaro alikuwa anaishi. Lakini wachawi wakakuja wakamchukua Lazaro, ambaye ni yule mtu wa ndani, akachukuliwa, akawekwa katika mlango wa tajiri. Sasa wewe unamuona Lazaro anatembea barabarani, ana vidonda, hajielewi, lakini kumbe Lazaro mwenyewe hayuko ndani ya mwili. Amewekwa wapi? Anatumiwa na tajiri kuifanikisha kazi yake. Matajiri wengi, haswa wale ambao wako katika mamlaka, wengine ni ma MP, wengine ni ma MCA, wengine ni magavana. Hawa wamepata ufahari wao na utajiri wao kupitia biashara za kishetani. Ni wengi ambao wamefika viwango hivyo kwa kazi ya kishetani. Ni wachache ambao hao wamepata utajiri wao kwa namna sawa. Yesu alichukuliwa na shetani. Kuna sababu ambavyo tunaelezewa kuhusu Yesu. Akachukuliwa, akapelekwa katika mlima, akaonyeshwa milki yote ya dunia. Alafu shetani akamwambia Yesu Kristo, ukiniinamia nitakupatia hii mali yote. Yesu wakati mmoja akasema, itakufaidi nini wewe kuipoteza roho yako ili kwamba ukaweze kuurithi ulimwengu mzima? Sasa roho ya mtu inaweza kupotezwa. Tukisoma katika kitabu cha Isaia 42 kuanzia 22, maandiko inasema, Isaia nabii alitazama watu fulani, akawaangalia vizuri, akajua hawa watu wana tatizo. Isaia 42 kuanzia mstari wa 22, Isaia anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote hawa watu wote wamenaswa katika mashimo. Kuna mahali wamewekwa hawa watu. Yaani hawa watu anawaangalia kwa macho ya sasa, lakini Isaia ana interpret ya kwamba hawa watu hawako ndani ya miili yao. Hawa watu wameibiwa. Hawa watu wamenaswa katika mashimo. Kuna mahali wamewekwa. Wamefichwa katika magereza. Kuna mahali wamefichwa, wako ndani ya magereza. Sasa tunashangaa haya maneno Isaya anayaongea, mbona yanatatiza? Isaya anasema lakini watu hawa, kumaanisha anawaona ni watu walioibiwa. Wameibiwa vipi? Na Isaya anawaona na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo. Yaani hawa watu Isaya anasema wako katika mashimo, hawako hapa tunaowaona. Tunawatazama kwa macho, ndio wako, lakini ukweli ni kwamba hawa watu wako mashimoni. Wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Hakuna mtu ambaye anasema warudishwe wale watu.
Warudishwe wapi? Warudishwe ndani ya miili yao, kwa sababu wameibiwa, wamechukuliwa, wakawekwa katika mashimo ya kichawi. 24 inasema, ni nani aliyemtoa Yakobo awe mateka, aliyemtia mikononi Israeli katika mikono ya wanyang'anyi? Roho ya mtu inaweza kuwindwa. Amen. Roho ya mtu inaweza fanya nini? Inaweza kuwindwa. Ezekiel 13 kuanzia 20. Basi Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni kinyume cha hirizi zenu, ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege. Mungu anasema ya kwamba ako kinyume na hirizi zenyu, ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege. Kwa hivyo kazi ya hirizi, wewe ambaye unaenda kwa mchawi ama kwa mganga ambaye umepewa hirizi, ukaambiwa hii hirizi itakulinda, hii hirizi itakuletea pesa, ni uongo mtupu. Kazi ya hirizi ni kuwinda roho za watu. Amen. Wanaziwinda. Wakikuwinda wanakuiba, wakikupata wanakuiba, wakishakuchukua wanakupeleka Babylon, Babeli, maskani ya mashetani. Wanakuchukua wewe mtu, wanakuuza kwa mashetani. Wale mashetani wanaichukua roho yako, wanaitumia kwa njia mbaya, alafu wanampatia yule mtu utajiri. Kazi yake ni kuuza roho za watu, anaongezeka. Labda umeshangaa kuna watu wanaongezeka kwa njia ya kutatanisha. Mtu anaongezeka tu utajiri, hana kazi maalum. Jobless billionaires, jobless millionaires, hawana kazi, lakini wanaongezeka tu. Kazi yao ni kuwinda roho za watu. Wakisha kuwinda, wakikupata, wanakuuza kwa mashetani Babylon kule. Ezekiel 13 kuanzia 18 inasema, ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono. Wameshona hirizi. Kuna watu wamevaa mahirizi hapa, wamefunga hapa, wengine wamefunga kwa shingo, wengine wamefunga kwenye miguu, wengine wamefunga hirizi kwenye viuno. Unashangaa hawa watu kwa nini wanavaa hirizi? Maandiko inasema ole wao wanawake wale. Hii kazi wanawake wanaipenda hii. Wanashona hirizi katika viungo vyote vya mikono, wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili kuwinda, wawinde roho za watu. Kazi ya hirizi nasema ni kuwinda roho za watu, si kukulinda wewe, si kukuletea pesa. Ni biashara ya kuwinda roho za watu. Na yeyote ambaye amefunga hirizi mahali popote pale, leo tunakuja kinyume na wewe, tunapaswa anga yako. Utapigwa na kitu ambacho ukielewi. Hiyo hirizi achana nayo, maana unawinda roho za watu. Amen. Sasa tumejua kazi ya hirizi ni kuwinda roho za watu. Usidanganywe ukaenda kwa mchawi, usidanganywe ukaenda kwa mganga. Ondoka huko, maana wewe utafanywa kuwa mfanyibiashara wa Babylon. Unawekwa wewe, kazi yako ni kuwinda roho za watu. Mtu yoyote ambaye anaingia katika nyumba yako, kwa wallet yake kuna hirizi, ujue amekuja kukuletea tabu, amekuja kuwinda roho yako. Labda unashangaa kwa nini unaota ndoto kuna mtu amekuchukua, amekupeleka mahali, akakufungia kwa chumba, umefungwa katika chumba. Wengine wanaota wamefungwa kabisa, unashindwa kwa nini wamefungwa. Wale watu wanaobeba hirizi wanahangaisha maisha ya watu sana, kwa sababu popote wanapoingia ni kuwinda roho za watu tu, na wanapoziwinda wanazipeleka kwa wachawi. Amen. Hirizi, kazi ya hirizi si kukuletea pesa, no. Kazi ya hirizi ni kuwinda roho za watu, na hiyo biashara tunaifunga muda mfupi sasa hivi tu. Hakuna atakayeingia kwa nyumba yako na hirizi tena. Hakuna atakayefanya kazi ya hirizi anakuja kwako anawinda roho za watoto wako. Watoto wako wanahangaishwa maisha, hawasomi, hawaendelee. Roho ya mtu inaweza kuliwa, inaliwa kabisa. Maandiko inasema katika Ezekiel 22 kuanzia 25, fitina ya manabii wake imo ndani yake, kama simba angurumaye akirarua mawindo. Wamekula roho za watu, wamekula roho za watu. Hutwaa kwa nguvu hazina na vitu vya thamani. Wanachukua kwa nguvu vitu vyako, wanachukua kwa nguvu. Wameongeza hesabu ya wajane wake ndani yake. Wajane wameongeza hesabu, kumaanisha wamewinda roho za mabwana. Mabwana wamekufa, bwanako amekufa kwa njia ya kutatanisha. Kuna mtu ana hirizi, amemwinda bwanako, akamchukua akamuuza kwa mashetani.
bwanako akakufa kifo cha kutatanisha. Hawa wanakula roho za watu. Hawa wachawi kazi yao ni kukula roho za watu. Hawakuli huu mwili. Huu mwili ni udongo, ukiwekwa kwenye mchanga unaoza. Mtu mwenyewe yuko ndani. Mchawi anamla yule mtu wa ndani, yule anamchukua yule mtu anamla. Akija usiku anakuchukua yule mtu wa ndani, alafu anaacha kopi. Shetani anawekwa ndani ya ule mwili wako, anafanana na wewe, anafikiria kama wewe, anaongea kama wewe. Ni ngumu mtu kuelewa ya kwamba wewe haupo, lakini ukweli ni kwamba tutajua haupo namna moja. Unazubaa kila wakati. Tukikuangalia ile biashara unayoifanya inashuka chini, kwa sababu yule mwenye huo mwili hayuko, amechukuliwa, ameliwa. Alafu baada ya muda mfupi unaona mtu amekufa kifo cha kutatanisha. Amen. Kwa hivyo roho ya mtu, tumejua ya kwamba roho ya mtu inaweza kuliwa. Amen. Roho ya mtu inaweza kuliwa. Amen. Wamekula roho za watu. Namba 3, roho ya mtu inaweza kuharibiwa. Yaani mtoto wako ameharibiwa kwa njia fulani ya uelewi. Roho ya mtu inaweza kuharibiwa. Ezekiel 22 kuanzia mstari wa 27, maandiko inasema wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu wakirarua mawindo, ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu. Roho yako inaweza kuharibiwa, ukachanganywa akili, ukaanza kuwa mtu mwingine kabisa. Ulikuwa injinia mzuri sana, ghafla umeacha kuwa injinia, unauza tomato. Hauelewi ni nini kilichofanyika, umeharibiwa wewe. Mtoto wako anaweza kuharibiwa, anasoma shuleni, anaendelea vizuri kimasomo, ghafla hataki kusoma tena. Mtoto wako ameharibiwa, roho yake imeharibiwa. Amen. Roho ya mtu inaweza kuangamizwa. Namba 4, Luka kuanzia mlango wa 9 mstari wa 50. Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Yesu Kristo hakuja kuziangamiza roho za watu. Roho ya mtu inaweza kuchukuliwa. Nataka ufahamu, tukiongea kuhusu roho ya mtu, tunaongea kuhusu wewe mwenyewe mwanadamu ambaye anaishi ndani ya huo mwili. Tunaongea kuhusu yule anayekaa ndani ya huu mwili ndani, yani hatuongee kuhusu huyu mtu unayemwona, ni yule anayeongea ndani. Huyo ndiye mwanadamu, ni mtu. Anaweza kuchukuliwa yule mtu. Lazaro alichukuliwa. Sasa roho ya mtu inaweza kuchukuliwa. Ufunuo wa Yohana 12 kuanzia 15. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Waamuzi 5:21 inasema mto ule wa Kishoni uliwachukua, ule mto wa zamani, mto wa Kishoni. Roho yangu, endelea mbele kwa nguvu. Luka 1 mstari wa 80. Yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Mtu anaweza kuchukuliwa. Nataka kuongea kuhusu matukio ambayo yalifanyika katika maisha yako saa hii, kwa sababu ni wakati wa kurudisha vitu vya watu vilivyochukuliwa. Amen. Tumejua ya kwamba kazi ya irizi ni kuwinda roho za watu, na hawa wawindaji ni wachawi. Wanapokuwinda roho yako, wanaichukua, wanaipeleka Babylon ama Babel, maskani ya mashetani. Wanauza roho yako kwa mashetani, wanapewa utajiri na pesa. Alafu wakishapata utajiri na pesa, unapata ya kwamba mtu anaongezeka kwa njia ambayo sio ya kawaida. Nataka kudili na watu ambao wanaiba roho za watu. Kuna mtoto wako ameanza kubadilika tabia ghafla. Hauelewi, mtoto wako alikuwa anasoma vizuri, ghafla hataki masomo. Ujue amechukuliwa huyo. Amen. Tabia ya wachawi, mtu akifa wanamfufua yule mtu mwenyewe. Sasa si huu mwili, ni yule mtu wa ndani anachukuliwa. Akishachukuliwa yule mtu, anaambiwa sasa, unaona mimi nimekusaidia. Wamekuweka kwenye shimo, wanakutesa, wamekufunika na mchanga. Mimi sasa nimekuja, nimekutoa pale. Unaona nimekusaidia, nifuate. Yule mtu sasa, yule anamfuata yule bwana,
anamfuata, anaenda naye, anamweka nyumbani kwake, kazi anaanza kupewa kazi za kufanya. Labda unashangaa wewe ukilala usiku, ukiamka asubuhi unaamka umechoka. Nataka nikuulize, umefanya kazi gani? Ulikuwa umelala, umechoka vipi? Inakuwaje mtu anaweza kupumzika amelala, alafu asubuhi akiamka amechoka? That mathematics is a spiritual kind of mathematics. Kuna kitu kimetendeka. Ni nini? Ni nani ambaye amefanya kazi ambapo huyu mtu akiamka amechoka? Ni yule mtu wa ndani. Unaota unafukuzwa na manyoka, unaota kuna watu wanakuwinda, wanakufukuza, unakimbia. Ukiamka asubuhi unahema. Kwa nini unahema na ulikuwa umelala kitandani? Si ulikuwa umelala? Inakuwaje sasa unahema, unapumua, unahema vipi? Ni nini kinachokuhemesha wewe mwanadamu? Ulikuwa umelala vizuri kitandani, ghafla unaamka unahema sana. Unasema walikuwa wananifukuza. Unatoka jasho kabisa. Kuna mtu amelala anatafuna, amelala lakini mdomo wake unaona kabisa anatafuna. Unashindwa, huyu mtu anatafuna nini? Yule mtu wa ndani analishwa nyama na wachawi. Yule mtu wa ndani anapewa vyakula vya kichawi, anakula. Wewe unaona anatafuna kweli, lakini hakuna kitu kiko mdomoni. Yule mtu wa ndani anaanza kulishwa vyakula vya kichawi. Wachawi wanadili na mtu wa ndani, hawadili na huyu mtu wa nje. Nataka uelewe hiyo. Sisi tunapomwangalia mwanadamu tunamwangalia kwa nje. Samuel nabii wa Mungu akaambiwa na Mungu, usimtazame umbo lake, usimtazame kwa nje. Mtoto wa kwanza akakuja pale, Shamaa akakuja pale, wana wa Yese wachaguliwe kuwa wafalme, majemedari katika kambi ya Sauli. Hawa ni wanajeshi. Samueli alipoangalia akasema kweli huyu anaweza kuwa mfalme. Mungu akasema hapana kabisa. Samueli akasema hatutakaa mpaka Daudi aletwe. Daudi akaja, akamtazama kijana mdogo tu. Samueli akasema huyu ndio amefanya kuwa mfalme. Nataka ujue huu mwili ni jumba lako la kutembea hapa duniani. Ili mimi na wewe tuweze kuonana, lazima tuwe na mwili. Nataka ujue kuna ulimwengu wa mwilini na kuna ulimwengu wa rohoni. Wachawi kazi yao ni kuiba, ajenda ya shetani, kuiba, kunyang'anya, kudhulumu na kuua na kuharibu, ndio kazi zao. Hawana kazi zingine. Ajenda yao ni mwanadamu. Ajenda ya shetani ni mwanadamu. Na kila siku wa shetani hawa wachawi wanapokutana wanakula nyama za watu na wanakunywa damu. Sasa nataka uweze kufahamu, hii Afrika nzima kuna wachawi wengi sana. Maana tukitazama African tradition, we have what is called traditional African occultism, ambapo huu ni uchawi wa Kiafrika. Lazima wakule nyama za watu. Sasa nataka nikuuliza, hawa wachawi kama kila wakikutana wanakula nyama za watu, wanawapata wapi hawa watu? Ndio maana mchawi lazima kila usiku atoke. Akitoka anaenda wapi? Anakuja kukutafuta wewe, akuchukue aende akakukule wewe. Na mchawi anapomkula mtoto wake mwenyewe, anaonekana amefanya kitu cha thamani sana. Anaonekana yeye amefanya dili ya maana. Anapandishwa rank za rohoni, anakuwa kama meja kule. Nataka tuweze kuelewa ya kwamba kuna biashara za roho za watu. Kuna watu walipoteza mali zao, kumbe walitendewa kishetani. Kuna watu walipoteza bibi yako alipotea, wewe unaintazama. Kuna mtu bibi yake alipotea hapo, na bibi yako aliondoka tu kwa njia ya kutatanisha. Asubuhi akapaki vitu vyake akaondoka, na hauelewi kwa nini bibi yako ameondoka. Haujui, hamkukosana, bibi yako aliondoka tu, alichukuliwa. Alafu statement ambayo inasemekana ni yule bwana alimuiba mke wangu. Alimuiba vipi? Anairizi. Kuna watu wanafanya biashara na irizi, wanafanya biashara zao na irizi. Wewe ukipita kwa duka fulani, kuna mfanyibiashara pale dukani amekaa pale, ako na irizi yake ameshikilia, ako hivi anaangalia watu wakipita. Ukipita na ifinya ile irizi yako, ghafla unashangaa umeenda pale kwa duka, umeanza kutoa 200. Shika, nilikuwa nataka ama tu nipatie tu mkate tu.
Hukupanga kununua mkate, ile irizi imekuinda ikakushika, ukanaswa, ukaingia kwa duka, ukatoa pesa mwanzo, ukaanza kufikiria cha kununua, ukasema wacha ninunue tu. Ukiangalia maduka ya Wahindi wengi asubuhi na mapema wanafukiza uvumba. Tumeona uvumba na ubani ni chakula cha mashetani. Wanafukiza pale. Wakishafukiza pale, unajikuta umeingia kwa duka la Muhindi, hau bargain kabisa, ukitoa pesa umetoa. Wanafanya biashara za kishetani. Wameongeza mali zao na ufahari kwa njia ya kishetani. Wameweka mikataba na kuzimu. Wamefanya mikataba na mashirika ya kuzimu. Kazi zao ni kuwinda roho za watu. Nataka nimwombee mtu anayenitazama mahali ambaye kuna kitu chako kimeibiwa. Kuna nyota yako ilichukuliwa wewe. Sasa hauoni kama biashara zako zinaenda sawa, hauoni mali zako zikiongezeka tena. Wewe na mke wako ni vita kila siku. Unashangaa mke wako akikuangalia anakuona huyu ni Msomali alioa Mtaita, lakini akitazama mume wake vizuri anamuona kama Msomali. Anashindwa, nilikuaje mpaka nikapatikana kwa hii ndoa? Kumbe kuna kitu kimechukuliwa kwake. Kuna kitu kimeibiwa ndani ya mwili wake. Yule mwanamke amebadilishiwa macho, ni kama kiini macho, anamuona mume wake tofauti. Nataka nikuombee wewe. Kuna mtu ambaye ana tatizo lake ni vidonda ambavyo havina tiba. Wewe uko na kidonda ambacho hakiponi, na umetafuta dawa herbal medical clinics, umetembea, lakini wapi? Kumbe kuna kitu kilipandwa ndani yako na wachawi. Nataka hii biashara ya roho na miili za watu iishe. Na wakati huu wewe unayenitazama kutoka pande za Kitengela, kutoka pande za Nairobi, kutoka pande za Thika, Meru, yule anayenitazama hapa Kenya, anayenitazama akiwa Tanzania, ananitazama akiwa Uganda, unanitazama ukiwa ng'ambo, wote ambao wananitazama, hii lugha utaisikia. Nataka unyoshe mikono yako tu hapo kwa screen. Connect with me. I want to pray with you. Whatever was stolen from you using divination, witchcraft, enchantment, magical powers, irizi zilizotumika kukunasa na kunasa watoto wako, ni bwanako alichukuliwa kwa njia ya kutatanisha. Saa hii anakwenda kurudi. Nataka, I want you to believe. Just stretch your hands. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nataka nimwombee huyu jamaa ambaye ananitazama, huyu mama anayenitazama, hawa watoto wanaonitazama, hii kabila inayonitazama, hili taifa linalonitazama, huyu kiongozi anayenitazama ambaye amepoteza ufahari wake, amepoteza mali yake, amepoteza kitu ndani yake, kimeondolewa, nyota yake imechukuliwa kwa njia ya kishetani. Kwa jina la Yesu ninayamrisha hiyo nyota yako ikarudi saa hii kwa damu ya mwanakondoo. Tunapambana na wachawi, tunapambana na waganga, tunawasambaratisha wao na madhabahu zao, tunapasua anga zao katika damu ya Yesu. Katika jina la Yesu nimevunja kamati zao, nimevunja mipangilio yao katika jina la Yesu. Popote pale ulipowekwa wewe kijana, njoo in the name of Jesus. Popote pale nyota yako ilipowekwa, in the name of Jesus, njoo. Popote pale ambapo walichukua mali yako wakaificha, wakaizika katika madhabahu ya kuzimu, unaanza kuzoroteka. Wewe mtu uliyewekwa kichagani, wewe mtu uliyewekwa chini ya mvungu, wewe uliyewekwa mlangoni pa tajiri, wewe kazi yako ni kumtajirisha tu yule tajiri. Leo nasema utoke pale, njoo katika jina la Yesu, toka pale in the name of Jesus. Wewe ambaye mke wake aliondolewa, alichukuliwa tu, njoo katika jina la Yesu Kristo, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen.